Je, wajua neno la Mungu limeandika kuhusu wakati na muda sahihi wa kuanza kujamiana, kuanza kushiriki tendo la ndoa au maisha ya kukutana kimwili? Je, unaujua wakati sahihi wa kuanza seksi? Ikiwa mkulima hutazama uso wa nchi na kujua wakati wa kuandaa shamba lake na majira sahihi ya kuzipanda mbegu, je, vipi kuhusu maisha ya kujamiana au kukutana kimwili? Unaujua wakati sahihi wa kuanza kufanya maandalizi ya kuelekea kuanza kushiriki maisha ya kukutana kimwili? Je, unayajua majira ambayo Mungu aliyaamuru tangu awali ya kwamba imekupasa yafikapo majira hayo basi uanze maisha ya kukutana kimwili au kujamiana? Ikiwa unaendelea kufikiri majibu ya maswali haya, nikuulize tena. Je, unaujua wakati sahihi Mungu aliuamuru sisi wanadamu kuanza kushiriki maisha ya kukutana kimwili? Ikiwa kufahamu, nikujuze basi ya kuwa neno la Mungu limetaja vipindi, limetaja majira na nyakati ambazo katika hizo Mungu alituamuru sisi kuanza maisha ya kukutana kimwili. Na neno la Mungu limetaja nyakati kuu 4 ama vipindi vikuu 4 kama msingi utakaoweza kutusaidia sisi wanadamu ili tuweze kujua na kuelewa vema ni wakati upi sahihi utupasao sisi kuanza kushiriki tendo la ndoa au kuanza kushiriki maisha ya kukutana kimwili au kujamiana. Uhali gani? Karibu tena kwenye CSD, Christian Sex Department, darasa pekee ambalo limekusudia kukujuza kwa kina kuhusu tendo lenye picha na mpango wa Mungu kwa mwanadamu, yaani kuhusu kujamiana, kuhusu seksi, kuhusu kushiriki tendo la ndoa au maisha ya kukutana kimwili. Na hii ni sehemu ya 7 katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu, na kipekee katika sehemu hii ya 7 nimekusudia kukujuza kuhusu wakati sahihi wa kuanza seksi. Ndiyo, katika sehemu ya 7 ya mafundisho haya nimekusudia kukujuza kuhusu wakati sahihi wa kuanza seksi. Basi tutatazama yote kutokea kwenye neno la Mungu kama sehemu ya uthibitisho na marejeo. Karibisha na mwingine darasani tunapokwenda kujibu swali hili ambalo limekuwa ni changamoto kubwa kwa kundi kubwa sana la vijana kuhusu wakati sahihi wa kuanza seksi. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Karibu darasani ili tupate kuanza pamoja. Ili kuelewa vema kuhusu wakati sahihi wa kuanza seksi, ni vyema tukarejea katika neno la Mungu kama kiongozi na msingi tuliopewa sisi wanadamu wenye maelekezo yote kuhusu wakati sahihi umpasao mtu mwanamke au mtu mwanaume kuanza maisha ya kukutana kimwili au kujamiana. Ikiwa dunia imejiwekea utaratibu wake na utaratibu wa kuufuata unaowapa ruhusa ya wao kuanza kushiriki tendo la ndoa, kuanza kukutana kimwili au maisha ya kujamiana, lakini katika ufalme wa Mungu mambo ni tofauti, kwa sababu neno la Mungu linataja vipindi 4 ambavyo katika vipindi hivi ni matumaini yangu vitakusaidia wewe kujua ni kipindi kipi ambacho Mungu amekitaja kama wakati sahihi wa kuanza seksi. Na vipindi hivyo ni kama hivi vifuatavyo. Kipindi cha kwanza ama wakati wa kwanza ni wakati kabla ya ndoa, wakati wa pili ni wakati ndani ya ndoa, wakati wa tatu ni wakati nje ya ndoa, na wakati wa 4 na wa mwisho ni maisha baada ya kifo. Basi karibu tuanze kufafanua na kueleza nyakati hizi 4 ambazo zitakuwa ni kiongozi wako au mwongozo kwako utakao kujibu ni wakati upi sahihi ambao Mungu aliamuru wewe kijana wa kike au wewe kijana wa kiume kuanza maisha ya kukutana kimwili. Na katika hapo basi utaweza kufanikiwa kujua ni maamuzi gani ya kupasayo kufanya kwa kuhusianisha na hizi nyakati. Wakati kabla ya ndoa. Huu ni wakati wa kwanza unaotajwa katika neno la Mungu ambao ninaamini utakusaidia kujua. Kwa maelezo ya wakati huu, ni matumaini yangu yatakusaidia na kukuwezesha kujua ya kwamba ndio wakati sahihi
aliuamuru Mungu na kukupa wewe ruhusa ya kuanza maisha ya kukutana kimwili au kujamiana, basi wakati kabla ya ndoa huu unatajwa kuwa ni wakati ambao watu wawili, yani mtu mke na mtu mume, bado hawajaweza kuunganishwa katika ndoa takatifu. Je, nini hutokea iwapo mtu atakutana kimwili kabla ya ndoa? Je, ni sahihi mtu kukutana kimwili kabla ya ndoa iwapo itatokea nafasi na fursa ya kukutana kimwili? Je, kukutana kimwili kabla ya ndoa, tendo hili linaweza haribu na kuvuruga maisha ya mtu na mahusiano yake na Mungu? Ikiwa unaendelea kufikiri majibu ya maswali haya, fikiri basi wakati huu, yani wakati kabla ya ndoa, kwa kuhusianisha zaidi sana na mfano huu. Fikiri kuhusu maji. Maji yanaweza kuganda yakawa barafu, lakini maji yanaweza pia kuchemshwa kutoka barafu yakawa kimiminika kama yalivyokuwa kwanza. Ni aina moja ya kimiminika, lakini katika hali mbili tofauti. Ndivyo basi ilivyo katika ufalme wa Mungu. Tendo hili la ndoa au maisha ya kukutana kimwili au seksi ni tendo la aina moja, lakini kwa kuhusianisha na wakati aliouamuru Mungu katika ufalme wake yeye mwenyewe, tendo hili linaweza likapata maana tofauti, na katika hiyo maana ndiyo basi itakuwezesha wewe kujua ya kwamba huu ndio wakati sahihi wa kuanza seksi au la. Wakati kabla ya ndoa si wakati sahihi wa wewe kijana wa kike au kijana wa kiume, wa wewe mtu mke au mtu mume ambaye bado haujaungwa katika ndoa takatifu. Usishiriki, na neno la Mungu limeweka zuio la wakati kabla ya ndoa ya kuwa sio wakati sahihi wa kuanza maisha ya kukutana kimwili. Soma kile kitabu cha Kutoka, ile sura 20 mstari wa 14. Kitendo cha mwanamke au mwanaume kukutana kimwili kabla ya ndoa, kitendo hichi huitwa uzinzi. Hivyo basi, kwa jina hili na tafsiri hii ya neno hili uzinzi katika ufalme wa Mungu, ni wazi kabisa linakujulisha wewe na mimi ya kuwa wakati kabla ya ndoa sio wakati sahihi ambao Mungu aliuamuru wa wewe na mimi kuanza maisha ya kukutana kimwili. Hivyo basi, kabla hujaungwa katika ndoa takatifu, ni vema ukakaa katika hali hiyo hiyo ulivyo, sababu kushiriki tendo la ndoa kabla ya wakati aliouamuru Mungu, yani kabla ya wakati ambao Mungu mwenyewe aliuamuru, kitendo hicho hujulikana kama uzinzi iwapo utakifanya kabla ya ndoa. Wakati ndani ya ndoa, huu ni wakati wa pili ama kipindi cha pili kinachotajwa katika neno la Mungu kwa kuhusianisha na maisha ya kukutana kimwili au maisha ya kujamiana. Ndiyo, wakati ndani ya ndoa katika ufalme wa Mungu, huu ndio wakati ambao Mungu mwenyewe aliuamuru na akatoa ruhusa ya mtu mke na mtu mume mara tu wanapoungwa katika ndoa takatifu. Basi huu ndio uwe wakati wa kuanza kufurahia maisha yao ya kukutana kimwili. Na neno la Mungu katika kile kitabu cha Waibrania, ile sura ya 13 mstari wa 4, neno la Mungu linaandika kwa uwazi zaidi ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Lile neno malazi katika lugha asili ya maandiko matakatifu, neno hili is to be naked, na tafsiri nyingine inahusisha neno hili malazi ya kwamba is to have sexual intercourse. Kwa hiyo ndani ya ndoa, huu ndio wakati sahihi ambao Mungu mwenyewe aliuamuru wa mtu mke na mtu mume baada ya kuungwa katika ndoa takatifu. Wawili hawa wanapofanyika kuwa mwili mmoja, basi tendo la ndoa ni tendo lenye kibali, ruhusa na mamlaka ya Mungu. Ikiwa jamii na tamaduni za ulimwengu huu zimejiwekea wakati na muda sahihi wa kuanza kushiriki tendo la ndoa, lakini katika ufalme wa Mungu mambo ni tofauti. Na zaidi sana, ili kuelewa vema kuhusu wakati huu, tunaweza kurejea andiko la Perry Stone, kitabu kiitwacho Breaking the Jewish Code katika sura ya 5. Perry Stone anaandika kwa urefu na upana zaidi, akifafanua kuhusu umri ama rika katika jamii ya Kiyahudi kuanzia siku 8 mpaka umri wa miaka 100, na zaidi sana akihusisha vipindi vya miaka na majukumu ama mambo wanayotakiwa kufanya katika umri au rika mtu analokuwa nalo. Kwa mfano, alitaja ya kuwa au alieleza ya kuwa umri wa miaka 18 katika jamii ya Kiyahudi, huu unatajwa kuwa ndio ulikuwa umri sahihi wa mtu mke na mtu mume ambao anaanza
anaweza. Umri wa miaka 18 aliutaja ya kuwa ndio umri katika jamii ya Kiyahudi ambao ulipewa ruhusa ya mtu mke au mume, kijana wa kike au kijana wa kiume, kupata kuoa au kuolewa. Hivyo basi, ikiwa jamii imetoa ruhusa ya umri wa miaka 18 kuanza kutembelea kwenye kumbi za starehe au kuanza kushiriki maisha ya tendo la ndoa, lakini katika ufalme wa Mungu ukumbuke ya kuwa umri hauna kigezo isipokuwa ni tendo lile ambalo limetajwa katika ufalme wa Mungu, yani tendo la kukutana kimwili, ya kwamba imempasa mtu mke na mtu mume alifanye iwapo ataunganishwa katika ndoa takatifu. Wakati nje ya ndoa. Ili kuelewa vema wakati huu, fikiri kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Kama vile hali ya hewa inavyoweza kubadilika kutoka vuli hadi kiangazi, au biashara inavyoweza kubadilika kutoka kuleta faida hadi kuleta hasara, ni hivyo pia katika ufalme wa Mungu tendo hili la ndoa linaweza likabadili maana na tafsiri yake kabisa iwapo litafanyika katika wakati ambao unaitwa wakati nje ya ndoa. Basi katika ufalme wa Mungu, iwapo mtu mke au mtu mume atashiriki tendo la ndoa au atakutana kimwili au atajamiana nje na kiapo chake cha agano la ndoa takatifu, basi kitendo hicho hutazamwa kama uasherati, na kitendo hichi kimewekewa zuio ya kuwa mtu asishiriki tendo la ndoa nje ya ndoa, kwa sababu iwapo mtu atashiriki tendo la ndoa nje ya ndoa, basi ufahamu ya kuwa sababu hiyo inaweza ikawatenganisha watu hawa wawili walioungwa na Mungu katika ndoa takatifu kiasi cha kupeana talaka. Ndiyo, uasherati inatajwa kama ni moja kati ya sababu zilizopewa kibali kabisa na Mungu, ya kwamba iwapo tukio hili au tendo hili litatokea, yani mtu mke au mtu mume atashiriki tendo la ndoa nje ya ndoa au atakutana kimwili nje ya ndoa, basi mtu huyo anayo ruhusa ya kuachwa na mwenza wake. Basi fahamu ya kuwa wakati nje ya ndoa ni wakati unaoweza kulibadili tendo hili la ndoa kutoka kuwa tendo la baraka hadi kuwa tendo la laana, kutoka kuwa tendo linaloleta furaha hadi kuwa tendo linaloweza kuleta huzuni na majuto. Basi fahamu ya kuwa iwapo ulikuwa unaendelea kujiuliza kuhusu wakati wa kuanza seksi na wakati wa maisha yako baada ya kuanza seksi, fahamu wakati nje ya ndoa huu ni wakati ambao umewekewa pingamizi katika ufalme wa Mungu. Iwapo mtu mke au mtu mume atapata neema ya kuungwa katika ndoa takatifu, basi ni vema akaendelea kuwa mwaminifu. Ni vema ukaendelea kuwa mwaminifu na kutunza kiapo chako. Usiruhusu kabisa wakati huu wapo katika ndoa ukapata tena nafasi au ukapata tena fursa ya kukutana kimwili nje ya ndoa, kwa sababu kwa kufanya hivyo jambo hili linaweza kupelekea ruhusa kabisa ya kimungu ya wewe kuachwa au ya kuachana na mume wako. Na uasherati ni jambo linalotajwa katika Injili ile ya Mathayo mtakatifu, ile sura ya 5 na ule mstari wa 32, au Injili hii ya Mathayo inataja tena katika sura ya 19 mstari wa 9, kitabu kile cha Wagalatia ama waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia ile sura ya 5 na ule mstari wa 19. Hivyo basi ni vema wewe mtu mke au wewe mtu mume ukaendelea ama ukabakia kuwa mwaminifu katika kiapo chako cha ndoa takatifu. Wakati baada ya kifo. Huu ni wakati wa 4 na wa mwisho unaotajwa katika neno la Mungu, ambao ninatamani ni ufafanue wakati huu kwa kuhusianisha na mafundisho haya ambayo yamekuwa yakijihusisha zaidi sana kufafanua kuhusu tendo hili lenye picha na mpango wa Mungu kwa mwanadamu, yani maisha ya kujamiana au kukutana kimwili. Ndiyo, wakati baada ya kifo ni wakati ambao unatajwa na kufafanuliwa kwa uwazi kabisa linapokuja kwenye swala au linapotajwa swala la maisha ya kujamiana au kukutana kimwili. Kumekuwa na mtazamo hasi, utakubaliana na mimi ya kuwa watu wengi wanaofundisha mafundisho yanayoeleza na kufafanua kwa kina kuhusu maisha baada ya kifo, watu wa aina hii wamekuwa wakitazamwa kama wazushi. Watu wa aina hii wamekuwa wakitazamwa kama waongo kwa sababu ya kukosa uthibitisho wa mafundisho au mambo wanayoyafundisha. Lakini Injili ya Mathayo mtakatifu
ile sura ya 3 na ule mstari wa 13, neno la Mungu linathibitisha ya kuwa mafundisho aliyokuwa akiyafundisha Yesu ni mafundisho ambayo yana chanzo cha asili kutoka katika ufalme wa Mungu, ya kwamba aliyoyafundisha ni yale ambayo alikuwa akiyasikia kutoka kwa Baba, aliyokuwa akiyafundisha ni yale ambayo ana uhakika nayo, kwa maana ni yeye aliyeyafanya yote ya ulimwengu huu, na hata pia tendo lenye picha na mpango wa Mungu ni yeye ndio aliyoliamuru wa wanadamu. Hivyo basi kuna mambo ambayo tumepewa sisi wa Kristo upate kufahamu ya kuwa tumepewa kuyafanya tukiwa hapa duniani tu, lakini maisha baada ya ulimwengu huu kuisha, mambo hayo hayawezi kufanyika tena. Tunaweza tukaimba tukiwa mbinguni, tunaweza tukacheza tukiwa mbinguni, lakini hatuwezi kushuhudia imani yetu, yani hatuwezi kuwashuhudia wengine habari za Kristo ya kuwa ni mwana wa Mungu tukiwa mbinguni. Ni hivyo pia linapokuja swala la maisha ya kukutana kimwili au kujamiana. Kitendo hichi ni kitendo alichopewa mwanadamu na Mungu akifanya kikamilifu na akishiriki kisawasawa akiwa hapa duniani. Na ninasema haya kwa sababu neno la Mungu linathibitisha ya kuwa hakuna tena mwendelezo wa maisha baada ya kifo ya sisi wanadamu kukutana tena kimwili au maisha ya kujamiana kuendelea baada ya kufa. Ukisoma ile Injili ya Marko mtakatifu ile sura ya 12 na ule mstari wa 25, neno hili linathibitisha ya kuwa hakutakuwa tena na maisha ya kukutana kimwili, yani kujamiana au seksi mara baada ya kifo. Basi fahamu ya kuwa ikiwa umeendelea kujiuliza upi ni wakati sahihi wa wewe kuanza seksi, upi ni wakati sahihi wa wewe kuendelea kushiriki maisha ya kukutana kimwili, basi fahamu ni kipindi tu cha ndani ya ndoa na wala si kipindi cha nje ya ndoa au maisha baada ya kifo. Fahamu ya kuwa mpango wa Mungu kwa mwanadamu kuhusu seksi ni mpango mwema na ambao unatakiwa kufanyika kikamilifu akiwa na uhai kabla ya kifo. Basi kipekee ni kushukuru sana wewe mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu ambayo tumekuwa tukijifunza kwa kina kuhusu seksi, lakini zaidi sana seksi kutokea katika mtazamo wa Mungu. Kipekee ni kushukuru sana wewe ambaye umeweza kuleta mrejesho wa kile ambacho umejifunza na kunufaika nacho kupitia darasa hili. Basi ni kukaribisha tena kutazama sehemu ya 8, sehemu inayofuata baada ya sehemu hii. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja naye.